Mabingwa Afrika ni kama sio story hivi, ni kweli? Sio story. Kwa sababu naona ni msimu mara 7 sasa. Tunaingia kwenye makundi. Kwa hiyo tushakuwa wazoefu kwenye haya mashindano au katika hii michuano. Kwanza tunawapongeza wachezaji wetu, tunaipongeza viongozi wa Simba, benchi la ufundi lote kwa mbinu kubwa ambao wanaitumia kutupa burudani na kuweza kwenda makundi. Leo tukisingeingia makundi ingekuwa ni historia kubwa kuliko ni kuingia makundi. Kwa hiyo kuingia makundi shakuwa ni kawaida. Tunaipongeza kwa mchezo wa leo kwa sababu mchezo wa leo mashabiki wengi wa Simba hawajaufurahia. Wale mashabiki ambao hawajui maana ya mpira ambao mtu anakuwa afurahi kwa sababu huu mchezo ni mchezo wa akili na wa kutumia nafasi ambazo ushazitengeneza, kwa sababu timu yetu ishatengeza nafasi, ina goli 3, ina pointi 3. Inapokuja kwenye raundi nyingine inatakiwa ilinde zile nafasi kwa ajili ya kufuzu, kwa sababu hapa ni tukumbuke, sio pointi, hapa ni mtoano. Kwa hiyo mtoano unatakiwa kuna tekniki zake za kucheza, na pia unapoenda kwenye makundi kuna tekniki zake za kucheza. Kwa hiyo lazima tukubaliane na mbinu aliyokuja nayo kocha, kwa sababu kocha kaja na mbinu yake ambao timu tayari ina mechi zinazokuja mbele. Leo alicheza kwa kurelax kwa sababu tayari alikuwa na ushindi. Kwa hiyo lazima alikuwa atengeneze mbinu ya kuweza kuwalinda wachezaji wake kwa ajili ya kuwatumia muda mwingine unaokuja. Wanasema kwa Mkapa atoki mtu kwa upande wa mnyama, lakini leo mmeshindwa kupata hata goli moja jamani. Atoki mtu, ina maana tunachotakiwa sisi ni kufuzu. Yani ingekuwa atoki mtu alafu tumetolewa, ingekuwa tumefeli. Sijui umeelewa, lakini leo tumefuzu kwa sababu kama tumefuzu tunasema atoki mtu kwa sababu yeye kaja hajapata goli na sisi hatujapata goli, lakini kwake tumepata goli. Kwa hiyo sisi ni washindi. Kwa hiyo tunachosema ni kwamba tumekosa kumfunga hapa, lakini kwake tulimfunga. Kwa hiyo tumelinda tulichokipata kwake. Hapa kimekuja kutupa faida, tumerelax, wachezaji wametoka ili kwa ajili ya mechi nyingine. Kwa hiyo hapa tunawashukuru kwa kufuzu kwenda makundi. Timu 4 bana zote kutoka Tanzania zimefuzu. Ni faraja kiasi gani au mpira wetu unakuwa kwa namna gani? Kwanza kwenye jambo hili mimi kama mwanamichezo nizipongeze timu zote za Tanzania. Huko nyuma kabisa tushabuluzwa sana. Timu za Tanzania ilikuwa hakuna hata moja ambayo inaweza kwenda ikafuzu. Sijui umeelewa. Lakini leo timu za Tanzania imekuwa gumzo. Sijui umeelewa kwamba timu zote 4 na zote zimeenda kufuzu. Nadhani ni historia ambayo imewekwa kwa mara ya kwanza kwa timu za nchi na kufuzu zote kwa wakati mmoja. Sijui umeelewa. Tunazipongeza timu zetu zote zilizofuzu. Tunachosema ni kwamba tusiishie hapa. Tuendelee kwenda kuleta chachu kubwa mbele kwenye makundi. Uwezo tuliouonesha wa kufuzu, basi tuende kwenye makundi tukalinde ili tuweze kufanya vitu vikubwa zaidi ikiwezekana. Sasa hivi yani kanda yetu hii watu wajue Tanzania timu zilizokuwepo zina uwezo kiasi gani. Asante sana.